Tunao migogoro katika jamii, migogoro ya mirathi, migogoro ya ardhi, migogoro ya ndoa ambayo wananchi wa chini wakati mwingine hawajui hata waanzie wapi. Tunao waheshimiwa mahakimu ambao wako mahakama ya mwanzo. Nadhani katika utendaji wa kazi zenu mara nyingi mnapambana na wadau au wananchi ambao maskini kwa kutoelewa unajikuta yuko kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo pamoja na kwamba kumekuwa kuna kliniki za kisheria, kuna kampeni ya Samia Legal Aid, lakini bado hivi vitu naona havitoshi. Wanapokuwepo na kliniki hizi zinavyofanyika sana zinafanyika mijini, lakini kule kwa watu walioko interior elimu hizi hawazipati. Sasa niombe kupitia mahakama, kupitia kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, tuwe na utaratibu, mahakama iwe na utaratibu wa kuwa inapita huko kwenye ngazi za vijiji, ngazi za kata kwa ajili ya kuelimisha jamii, hasa katika migogoro ambayo unakuta isinge kuwepo kama watu wangekuwa wana elimu au elewa juu ya mambo at least madogo yanayohusiana na sheria. Tukiangalia ngazi ya kata, kuna mabaraza ya kata ambayo wakati mwingine yanahusika kwenye migogoro, usuluhishi wa migogoro ya ndoa, lakini na wenyewe mara nyingi kuna sehemu wanaharibu. Tunao mabaraza ya kata ambayo unakuta baada ya kusuluhisha yanahukumu. Mheshimiwa, mlioko mahakama za chini nadhani nyinyi ni mashahidi. Tunapokea malalamiko, mtu anakuambia bwana, sisi tumeambiwa tukagawane mali, kila mmoja ajijue, au tukakae miezi 6 tukiangalia hali zetu. Namna ambavyo huduma zinatoka katika haya mabaraza ambao pia yako ngazi ya chini ni changamoto kubwa kule ngazi ya chini. Mabaraza ya kata kule ngazi ya chini yanahukumu badala ya kushauri. Unakuta muda wa wananchi unapotea kwa sababu hawaelewi, na kuna wanaposikiliza bado wananchi wanatozwa gharama, wanacheleweshwa, wanasubiri hizo hukumu zao muda mrefu. Matokeo yake kwa kweli ustawi unakuwa kidogo ni ngumu, kwa sababu migogoro inachukua muda mrefu bila kupatiwa ufumbuzi, na wananchi wenyewe wanakuwa hata waelewi, hajui kwamba sheria inaelekeza kwamba suluhu ya mgogoro wa ardhi katika ngazi ile at least haipashi kuchukua zaidi ya siku 30, yani mwezi mmoja. Sasa hawa wananchi wa kawaida wasipopata hizi elimu, ndio maana tunazidi kuwa na changamoto ya migogoro isiyoisha katika jamii zetu, hasa kwenye ngazi hiyo ya chini. Ili kupunguza changamoto zilizopo kwenye mabaraza, upo mchakato ambao unaelekea mwishoni kabisa, yale mabaraza yaingie kwenye mfumo rasmi wa kimahakama. Kwa hiyo pia ni changamoto kwa mahakama wakati ukipambana na kupunguza kesi mrundikano, kumbe kunaonekana sasa tunakuja kuongezewa jukumu jingine. Waheshimiwa mahakimu, tujiandae sasa. Nimeweza kupata mawazo na wenzangu ambao kumeweza kuwa hapa kwamba kwa hilo ofisi yangu itaandaa utaratibu. Tutakuwa na timu shirikishi ya waheshimiwa mahakimu, tutakuwa na polisi, tutakuwa na ofisi ya taifa ya mashtaka, lakini pia na mawakili wa kujitegemea. Tutakaa na tutapanga kwamba kwa wiki hiyo timu kupitia vyombo vya habari tulivyonavyo hapa Kahama tutembelee mara ngapi, tukatoa elimu kule, lakini pia tutaona ikilazimu kwa mwezi twende kwa wananchi. Maki mwingine atakwambia redio yangu si haina betri, si nini, sikusikia kilichoendelea kule. Tutawafuata. Kwa hiyo nadhani hili halihitaji nisogeze mbele Mheshimiwa Jaji Mfawidhi. Hili liko ndani ya uwezo wangu ili tuweze kutoa elimu na kupunguza hizo changamoto. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni
Hanson's Light Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.